Rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kunifuatilia, Mungu amenipa neema leo tujifunze kitu ambacho kitaweza kutusaidia. Leo tuna vitu 10 mwanamke hufanya au mwanaume hufanya kama anataka kukuoa. Lakini ukiona haya hayazingatii, jua moja kwa moja huenda kuna mchezo usiofaa unaoendelea nyuma ya pazia ambao utakuacha na majonzi, masikitiko na maumivu. Kitu cha kwanza utakachokiona ni mtu ambaye anamtanguliza Mungu kwenye maisha yake. Ina maana ni mtu ambaye ni mcha Mungu, lakini pia ni mtu ambaye mategemeo na msaada namba 1 upo kwa Mungu, hata kwenye kipengele cha mapenzi au mahusiano baina yenu wawili. Lakini kitu cha pili, anakuweka kwenye inner cycle yake, yani kwenye mfumo wa maisha yake, na wewe unakuwa na ratiba ambayo iko wazi na mawasiliano ya wazi, lakini pia na mipango ya wazi, wapi mnaelekea, lini ndoa itakuwa na mambo gani yanatakiwa yafanyike ili muelekee kule. Maana mahusiano yote ambayo yanachukua muda mrefu, hayo mahusiano hayafai, kwa sababu kadri unavyozidi kuzoeana na mtu ndivyo kadri unavyozidi kuwa mtu wa kawaida, na ndivyo kadri uwezekano na mvuto unapotea. Lakini kitu cha pili, anaheshimu muda wako. Lazima aheshimu muda wako na wewe uheshimu wa kwake. Lakini 3, anawekeza kwenye ukuaji wako na wewe unawekeza. Ina maana ni kitu ambacho mnashare katika kukuza kila ambacho mnahitaji kije kijenge kwenye maisha ya ndoa. Mipango inakuwa wazi. 4, anakumbuka hata vitu vidogo ambavyo mnaweza kuvitumia katika mfumo wa kutengeneza ndoa yenye baraka. Lakini cha 5, anajenga na wewe uchumi. Anajenga na wewe uchumi, lakini hususani linapokuja swala la ndoa na kwenye uchumba, atakuwekea wazi platform ya namna mtakavyoweza kukua kiuchumi, mtakavyoweza kuendelea na mtakavyoweza kushiriki pamoja katika uzalishaji. Lakini 6, anakuonesha heshima kwa watu na kwenye sehemu private. Ni kwa watu na sehemu private. Lakini ukiona kwa watu anakukwepa au hana muda na wewe, lakini sehemu private anajifanya kuwa karibu na wewe, anajifanya kuzini na wewe au kufanya chochote, basi lazima uanze kuwa na mashaka na huyo mtu. Lakini 7, lifestyle yake, anaishi vile hawi kinyonga kisa kakupata. Yuko tayari kuishi maisha yale yale ambayo ameyazoea. Si kusema kwamba kwa sababu umempata basi utapata mabadiliko ya ghafla, kama ni kusuka nywele fulani, kama ni kuvaa nguo fulani, kama ni kuzungumza namna fulani. Hapana, ni mtu ambaye ameshazoea maisha yale, kwa hiyo ni lifestyle. Kwa sababu hatuoani na watu kwa ajili ya kuwabadilisha, bali kuendana nao ili kila mmoja awe na tabia yake ambayo ni Mungu amemtengeneza kuwa hivyo. Maana mwanamke hawezi kawa kama mwanaume, lakini tunaweza kushabihiana na kushare baadhi ya tabia ambazo zinaweza kujenga. Lakini kitu cha 8, anakufanya kipaumbele kwenye maisha yake. Lakini ukianza kuona anakupuuza, anakukwepa, anaona ni msumbufu, kukatia mawasiliano, hana muda na wewe, basi anza kujua hayo mahusiano ya uchumba yamefika mwisho. Mchumba sahihi na ndoa sahihi ni yule ambaye anakuja kwa lengo la kukuoa, sio kwa lengo la kuanzisha mahusiano na kuanza kupoteza muda. Hatuolewi kwa kitu ambacho tunakipenda. Tunaolewa kwa kitu ambacho kiko tayari na kiko tayari kutuingiza kwenye ndoa. Ndoa inaweza kuwa hata siku 2, siku 3, siku 4, mwezi, wiki moja, hususan mkishaelewana, mkajuana, mkafahamiana, mkapatana taarifa zile hususan za msingi. Lakini ile ya kusubiri mara uchumba uende miezi, miaka, hiyo ni kupoteza muda, na wanawake kupoteza mvuto au wanaume kupoteza mvuto, na mwisho wa mwisho kukosa ndoa. Lakini 9 ni future, na wewe mnashangaa mnaizungumza wazi na inaleta matokeo yanayopendeza. Lakini 10, analinda heshima yako, analinda heshima yako. Hayuko tayari kukuaibisha, yuko tayari kukuthamini na kukuhurumia na kukupenda na kutokuwa tayari kukuumiza. Haya mambo ukiyaona, jua ni mtu sahihi. Lakini usipoyaona, jua ni mtu ambaye anakuchezea kamari na muda wote utalia na kusaga meno. Nawapenda. God bless you. I love you. Thank you for watching.